Ungithie kahinda kanini ukaigua ruo ni wega ucerere ndagitari uyu uria witagwo Dr. Mwenda kuma thibitari-ini wa Better Health Clinic Githurai 44 tondu kwina hotekeku ni wambitie kunyitwo ni mirimu ya njira ya mathugumo iria yuikaine ta urinary tract infection. Fanya ngono inakuweka wewe kama mpenzi ama nyinyi kama partners kupata haya maambukizi ya mfumo wa mkojo. Yes, kwa sababu of course mtumii protection. Kwa hivyo unapata yule partner wako anaweza kupata infection hizi za maambukizi ya mfumo wa mkojo. Pia tuangazie pia kuna wanaume ambao hujihusisha na hizi anal sex. Hawa wanaume pia wako kwenye hatari zaidi kwa sababu nimekueleza hii bakteria ya E. coli iko kwenye njia haja kubwa. Kwa hivyo wakati hao wanafanya anal sex wanajiweka kwenye hatari zaidi ya kupata haya maambukizi ya. Yes, otogo ndakoro gikumenyithia mururi wa Paxson TV muthenya wa umuthiri tugo kwa ndagitari wa Better Health Clinic. Na otogo ndakuhuteria tuko tukiaria horo ye urinary tract infection ino ni mirimu iria yumanaga na njira ya mathugumo na tondu ndagitari haha uguo ri ndeta tuko tukianani nake na muthenya wa umuthi nitugucenjia tune hanini twarie Githweri kwa sababu kuna watu ambao hapa wanaweza taka kujua hii maneno na wacha tuongee kwa Kiswahili kidogo leo. Karibu sana daktari, mambo vipi? Asante, nashukuru sana Paxson kwa kuja hapa kwa Better Health Clinic ili tuweze kuhamasisha umma kuhusu matatizo ama urinary tract infections ama maambukizi ya mfumo wa mkojo. Yes, na ili tuweze kuelewa vizuri maambukizi ya mfumo wa mkojo ni vizuri kwanza tuweze kuelewa mfumo wa mkojo unahusisha sehemu gani na gani za mwili. Mwanzo kuna kidneys ama figo. Figo kazi yake ni kusaidia kuchuja damu ama kuchuja uchafu kwa damu ama ile tunaita toxins. Hizi toxins wakati zimechujwa ama wakati zimetolewa kwenye damu ndo huweza kuwa mkojo sasa. Kutoka hapo kwenye figo tuangalie ureter ama ureters. Hii ni wakati inasaidia kusafirisha mkojo kutoka kwenye kidneys ama figo mpaka kwenye bladder ama kibofu. Kibofu nayo hapa ndo mkojo huweza kuwekwa kwa muda mfupi ama temporary storage of urine. Kutoka hapo mkojo hutokea kwenye urethra ama mirija ya mkojo. Ndio. Yes. Sasa urinary tract infection ni nini haswa? Okay, urinary tract infections haya ni maambukizi ambayo huweza kuathiri huu mfumo wa mkojo kutoka kwenye figo, kwenye ureter, kwenye kibofu na pia kwenye urethra. Kabisa. Before tuendelee unaweza tupia namba zako pale ndio tukiendelea mtu akitaka kupiga anaweza piga simu. Nambari yangu ya simu ni 0727 363 763 0727 363 763 763. Yes. Na tuko hapa Githurai 44 na swali yangu ingine ni hizi shida zinatokana wapi ama hizi infections zinatokana? Mimi nasikianga wengine wakisema shida za urinary most of the time huwa zinatokana maybe kama watu wameweza kupatana wapenda nao maybe kama wameweza sijui kama ni kweli. Ndio maana tuko hapa ndio tuweze kuhamasisha umma haswa kuhusu haya maambukizi ya mfumo wa mkojo. Yes. Kwanza ndio tuweze kuelewa vizuri, tutaanza na kuna aina tatu ya maambukizi ya mfumo wa mkojo. Na mfumo wa mkojo kama vile ambavyo naonyesha hapa, kuna mfumo wa juu ama ndio tunaita upper urinary tract system na kuna mfumo wa chini ama lower urinary tract system. Yes. So kwa hivyo kuna aina tatu. Na hizi aina tatu za maambukizi ya mfumo wa mkojo zinaathiri kila sehemu hapa kwenye hii mfumo wa mkojo. Mwanzo kwenye kidneys ama tuanze huku chini kwenye urethra. Haya maambukizi ya urinary tract infections ama UTI wakati yanapoingia kwenye mirija ile ya mkojo itaingia kwenye urethra, tatizo ambalo tunaliita urethritis. Urethritis ni inflammation ya urethra ama kufura kwenye hii mirija ya mkojo. Pili kwenye bladder ama kibofu, wakati hii matatizo yanafika kwenye bladder yanajulikana kama cystitis. Wanapokaa kwa muda mrefu bila ya kutibiwa yanapanda kupitia kwenye ureter hii ama hii mirija ya mkojo kutoka kwenye figo mpaka kwenye bladder inakuja mpaka kwenye figo. Au ndo tunaita pyelonephritis. Yes. Hizo ni inflammation za kidney ama kwenye figo. Yes, na wakati mwingi tunasema kuwa wanawake ndio wenye wako kwenye hatari kubwa zaidi ya kuambukizwa haya maambukizi ya ama kupata haya maambukizi ya urinary tract infections. Kwa sababu gani? Ile mirija yao ya mkojo ni mfupi sana. Ama the urethra ni mfupi sana. Kwa hivyo yale maambukizi yanachukua muda mfupi zaidi kuingia kwenye kibofu. Yes, ama kwenye lower urinary tract system. Kuliko mwanaume kwa sababu ile kulingana ile anatomy ama vile hivi viungo vyetu vimeumbwa
ni tofauti sana na vile vya wanawake. Yes. So wanaume ndio inapeleka. Okay, si hivyo. Namaanisha kuwa ile urethra ya mwanamume ni refu kushinda ya mwanamke. Kwa hivyo wakati hizi infections zimeingia kwenye ile mirija ya mwanamume, ni vingumu sana kutravel mpaka ama kusafirishwa mpaka kwenye bladder, kwa sababu itachukua muda mrefu zaidi kuliko kwa mwanamke. Kwa hivyo tunasemanga wanawake ndio wenye kwa hatari kubwa zaidi ya kupata haya maambukizi ya mfumo wa mkojo. Yes. Nawe wanaume yao iko low kidogo. Yao iko low kidogo, lakini wakati haya maambukizi yanapofika kwenye mwanaume yanakuwa makali zaidi kuliko kwenye mwanamke. Yes. Inakuwa makali namna gani hiyo? Azini inakuwa ni ngumu kuyatibu kuliko kwenye mwanamke. Yes, kwa hivyo baada ya kupitia hayo tuangazie hizi dalili za mfumo wa mkojo, ama huyo mgonjwa ambaye ana matatizo haya ya urinary tract infections atajua vipi ako nayo. Moja, tuangazie dalili za haya matatizo ya mfumo wa mkojo, maambukizi ya mfumo wa mkojo. Na kwa hivyo kuelewa vizuri, tutaanza na maambukizi ya mfumo wa mkojo wa chini ama lower urinary tract infections. Huyu mwanaume ama mwanamke ambaye ako na haya matatizo ya mfumo wa mkojo ama maambukizi ya mfumo wa mkojo atakuwa na dalili gani na gani? Mwanzo, ile mkojo yake wakati anakojoa itakuwa inamuasha sana. Hii tatizo ambayo tunaita dysuria, ama wakati anakojoa anasikia ni kama anakojoa moto. Najua umesikia mtaani watu wakisema namna hiyo. Ndio. Yes. Pili, huyu mwanamume ama mwanamke ile mkojo yake itakuwa rangi ya majano ama yellowish. Tatu, ile mkojo wake utakuwa ni kama uko cloudy, ni kama iko na fog. Iko fog ndani hapo kwa hiyo mkojo. Atakuwa anajikuna sana kwenye ile sehemu yake ya siri. Tano, atakuwa na maumivu makali sana ya mgongo wa chini na pia kuhisi amechoka na pia maumivu kwenye kibofu. Sita, huyu mwanamume ama mwanamke ambaye ana matatizo ya maambukizi ya mfumo wa mkojo atakuwa wakati kila mara anakojoa anakona ile hisia ya kukojoa kila baada ya saa. Akikunywa maji kidogo hivi anakimbia kwenye choo anakojoa. Sita, usiku huyu mwanaume ama mwanamke atakuwa na ile urge ama ile hisia za kukojoa sana sana, tatizo ambalo tunaita nocturia. Tatizo ya saba ama dalili ya saba, huyu mwanaume au mwanamke atakuwa na ile kujua na maambukizi ya mfumo wa mkojo. Wakati anakojoa anaona kuwa kuna matone ya damu kwenye ile mkojo wake. Kwa sababu gani? Kuna inflammation ama imeweza kufura hii bladder. So wakati mkojo unafika hapa unatoka pia na damu. Yes, hayo ni maambukizi ya mfumo wa mkojo wa sehemu ya chini ambayo ina affect bladder ama kibofu na pia kwenye ile mirija ya mkojo ama urethra. Yes. Na sasa hiyo ikiwa hivyo mnaitibu ama nimesikia umesema ni ngumu sana kwa mwanaume ni ngumu sana nini? Okay, tutafika hapo. Mwanzo tuweze sasa kuangazia maambukizi ya mfumo wa mkojo. Dalili ambazo huu mwanaume ama mwanamke atajua ako nazo zimeathiri kwenye figo. Atajua vipi kuwa haya maambukizi yamefika kwenye sehemu ya juu ya mkojo. Ndio kwenye figo na kwenye hii mirija ambayo tunaita ureter. Kwa sababu huyu mwanaume mwanzo atakuwa na matatizo ya kuumwa na hizi tunaita abdominal flanks ama huko kwenye bavu. Pili, atasikia kuwa kuna maumivu makali sana ya homa ama ndio tunaita fever. Atasikia kijibaridi pia. Na pia kwa wale watu wazee, kwa sababu pia tunasema watu ambao kwa hatari kubwa zaidi ya kuambukizwa haya matatizo ni wale wazee pia, kwa sababu miaka yao imesonga sana na hivyo ile immunity yao imerudi chini. So kwa mtu ambaye ni mzee atajua vipi na haya matatizo, kwa sababu anakuwa na issue ya kusahau ama nakaa kisahau ama pia wakati mwingine anahisi kuwa mwili wake tu umechoka kwa kawaida tu. Yes. Okay. Haya. Sasa niulize ama kwanza tuendelee? Tuendelee tu. Sawa. Baada ya kuangazia mwanzo tumeangazia aina ya mfumo wa mkojo ya maambukizi ya mfumo wa mkojo ama UTI. Tukaangazia dalili ambazo zinaathiri ama vile ambavyo utaweza kujua kuwa uko na maambukizi haya ya mfumo wa mkojo kwenye sehemu ya chini ama lower urinary tract infection system ambayo inaunganisha bladder na urethra, na pia tukaangazia pia dalili kwa upande wa juu ya figo na pia kwenye ureta. Sasa swali ingine tunafaa tujiulize ni kuwa haya maambukizi ya urinary tract infections huwa yanaletwa na nini? Haya maambukizi ya urinary tract infections kwa asilimia 80 mpaka 90 huwa yanaweza kuchangiwa na bakteria ambayo tunaita E. coli. E. coli bacteria. E. coli bacteria
inapatikana haswa kwenye njia ya haja kubwa. Kwa hivyo unakumbuka nikieleza kuwa mwanamke ndiyo yako kwenye hatari zaidi ya kuambukizwa haya maambukizi ya mfumo wa mkojo kuliko mwanaume, kwa sababu ile sehemu yake ya siri na sehemu yake ya njia haja kubwa zimekaribiana sana. Kwa hivyo hizi bakteria kutoka hapa hadi hapa itakuwa ni muda mfupi zaidi, na ataweza kuwa zinaingia kwenye urethra ama ile mirija yake na pia kwenye kibofu. Naam, so pia tuweze kuangazia hiyo sehemu nyingine, tujiulize vihatarishi vya maambukizi ya mfumo wa mkojo ama ile tunaita risk factors. Nani ambaye yuko kwenye hatari zaidi ya kuambukizwa haya maambukizi ya? Niulize, mwanamke akipata, so inaweza transmitiwa kutoka kwa mwanamke, saa zile wako pale kwa wakifanya ngono wanaweza nini? Yes. Inaweza. Hapo ndo tuko sasa. Hapo ndo tunaangazia kuwa vipi haya maambukizi yanaweza kutoka kwa mtu mmoja mpaka mwingine, ama vitu ambavyo tunaita risk factors of urinary tract infections, ama vihatarishi. Nani wako kwenye hatari zaidi ya kupata haya maambukizi ya urinary tract infections? Moja ni miaka. Watu ambao miaka yao imesongea zaidi wako kwenye mahatari zaidi ya kuambukizwa haya maambukizi ya mfumo wa mkojo, kwa sababu wakati ule mtu miaka yake imesonga zaidi, pia ile immunity yake imerudi chini. Kwa hivyo mwili wake hauna nguvu ya kupigana na maambukizi mapya ama haya maambukizi ya mfumo wa mkojo. Kwa hivyo unapata ule mtu ambaye amezeeka zaidi yako kwenye hatari ya kuambukizwa haya matatizo ya urinary tract infections. Pili, jinsia. Jinsia hapo ndo tunagusia hapo kwa mwanamke sana. Tunasema kuwa mwanamke yuko kwenye hatari kubwa zaidi ya kuambukizwa haya maambukizi ya mfumo wa mkojo kwa sababu ya ile anatomia, ile sehemu yake ya siri ama kuumbwa kwa ile sehemu yake ya siri inamweka kwenye hatari kubwa zaidi ya kupata maambukizi ya mfumo wa mkojo. Tuangazie ingine ya tatu, ni watu ambao wanatumia urinary catheters. Urinary catheters ni ile mifuko ya mkojo. Wakati unapoenda hospitali unapata mtu hawezi kupasi urine na sehemu yake ya siri, kwa hivyo anawekewa zile catheters. Kutumia zile catheters kwa sababu hazina ile immunity, ile hygiene ambayo inafaa, unapata huo mtu ako kwenye hatari sana ya kupata maambukizi haya ya mfumo wa mkojo. Nne ni watu ambao immunity yao imerudi chini. Immunity kirudi chini, unapata kuwa maambukizi ya mfumo wa mkojo itakuwa kupata haya maambukizi asilimia itakuwa juu zaidi, kwa sababu mwili haina kinga ya kupigana haya maambukizi. Tano ni watu ambao wana kisukari. Kisukari haswa diabetes type 2 wako kwenye hatari ya kupata urinary tract infections kwa sababu damu yao iko na insulin iko juu zaidi. Kwa hivyo kupata haya matatizo ya mfumo wa mkojo inakuwa ni rahisi sana. So tuangazie hiyo ingine ya sita, ni watu ambao wamama ambao wako pregnant ama wanawake ambao ni wajawazito. Wanawake ambao ni wajawazito kwa sababu wakati mwanamke ni mjamzito, zile homoni zake zina change ama kunakuwa na change in hormonal balance. Kwa hivyo hii change in hormonal balance ndio itaweza kumweka kwenye hatari ya kupata maambukizi haya ya mfumo wa mkojo. Hiyo nambari ya 7 ni tuweze kuangazia pia sex ama wakati wale watu wanajamiana. So kujamiana ama kufanya ngono inakuweka wewe kama mpenzi ama nyinyi kama partners kupata haya maambukizi ya mfumo wa mkojo. Yes, kwa sababu of course mtumii protection. Kwa hivyo unapata yule partner wako anaweza kupata infection hizi za maambukizi ya mfumo wa mkojo. Pia tuangazie pia kuna wanaume ambao hujihusisha na hizi anal sex. Hawa wanaume pia wako kwenye hatari zaidi kwa sababu nimekueleza hii bakteria ya E. coli iko kwenye njia haja kubwa. Kwa hivyo wakati hao wanafanya anal sex wanajiweka kwenye hatari zaidi ya kupata haya maambukizi ya urinary tract infections. Yes. Wow. Unasikia mtazamaji, mtu akitaka kufikia daktari sijui tuendelee kwa utueleze venye mtu anaweza tibiwa ama ni dawa mnapeana ama na? Okay, wakati una haya matatizo ya urinary tract infections utakuwa ni vizuri ama ni vyema kwanza utembelee kituo cha afya. Ndio maana umepata tumeelezea kuhusu vihatarishi na pia tukaeleza kuhusu dalili. So kwa hivyo kuvumbua ama kujua una haya matatizo ni vizuri unatembelea kituo cha afya. Daktari kwanza anafanya kitu inaitwa clinical examination. Hiyo ndio tunaita clinical history.
anachukua historia yako, dalili, then hapo utaenda ufanye kitu tunaitwa lab, ama kwenye maabara utafanya vipimo, na vipimo ambavyo unaweza kufanya ndivyo uweze kujua haya matatizo ni gani, kwa sababu nimekueleza kuna cystitis, kuna pyelonephritis, hiyo ni maambukizi ya figo, na pia nimekueleza pia kuna urethritis, maambukizi ya urethra. Kwa hivyo vipimo ambavyo unafaa kwenda pale kwa hospitali unafanya kipimo cha kwanza ambacho tunaita urinalysis. Urinalysis ni uchaguzi ama examination ya mkojo. Pili, utafanya kipimo ambacho tunaita cystectomy. Cystectomy ni wakati ile kuna kamera maarufu ambayo inawekwa kwenye urethra kuangazia hii uvimbe yenye kwa urethra imefikia wapi. Tatu, unafanya kitu inaitwa urine culture. Urine culture hii ni uvumbuzi, hizi bakteria za E. coli ziko mingi namna gani. Najua kila siku unasema kuhusu colony of bacteria. Kwa hivyo inasaidia kuangazia hizi colony ya bakteria za E. coli zimefikia wapi. Nne, tutaangazia pia ama kipimo ambacho ni tunafanya ultrasound, abdominal ultrasound, ya kuangalia pia figo zako kama ziko sawa. Yes. Wow. Na hapa kwenye mnafanya hiyo yote? Tunafanya hivi vipimo vyote hapa. After kugundua kuwa maambukizi ni gani, ndio sasa utarudi kwa daktari na ile results ama examination result, ndio sasa uweze kupewa madawa ambayo yatasaidia kutatua haya matatizo ya urinary tract infections. Yes. Mtu akienda kwa chemist by then anaweza nunua hizi dawa, unaweza nunua dawa ya idini ama namna gani? Okay, ndio nimekuambia watu wengi sana wanajipima tu pale nyumbani. Wanasema mimi hapa nahisi ni kama nina haya maambukizi ya urinary tract infections. Kwa hivyo anakimbia kwa chemist, hata hajajua shida yake imefikia wapi. Hajui kama ni sehemu ya juu ya urinary tract infection ambayo ina shida ama ni sehemu ya chini. Yes, kwa hivyo ndivyo kazi yangu kubwa ni kuhamasisha umma kuwa wakati una maambukizi yoyote ama wakati una ugonjwa wowote, ni vizuri utembelee kituo cha afya. Daktari mwenyewe ndio akuelekeze ni vipimo vipi ambavyo unafaa kuvifanya. After kufanya vipimo, daktari sasa ndio anafanya prescription ama dawa ambayo unafaa kuwa ukitumia ili kutatua hayo matatizo. Yes. Wow. Kuna rafiki yangu by the way nimewaisikia ameniambia ati wakati anamaliza kukojoa kuna kauchungu anasikia. Yes. Sijui kama bado ni the same tu na hiyo yenye nilisema. Kuna jambo nilisema hapo mbeleni kuhusu, tukielezea kuhusu aina za maambukizi ya mfumo wa mkojo, nikataja kuhusu tatizo la urethritis. Urethritis ni inflammation ya urethra kwa sababu ya maambukizi ya kwa sababu ya E. coli bacteria. So wakati E. coli bacteria imekaa hapa kwa muda mrefu, inaanza kukula hii sehemu ya urethra ama ndio tunaita mirija ya mkojo. Kwa hivyo wakati ule mwanaume anapoenda kukojoa ama kwenye ile haja ndogo, akimaliza hivi anahisi kuna uchungu fulani. Yes. Yeah. So hiyo inatibiwa na inaisha ama haya ni matatizo ambayo hutibiwa na yanaisha. Kumbuka mwanzo nilikueleza kuwa mwanaume akipata haya matatizo ya urethritis ama cystitis ama kidney nephritis, kupona ni ngumu, kwa sababu kwa mwanaume sasa ndio anakuwa affected sana na haya matatizo ya figo, kwa sababu mwanaume hajui, wako na ile kitu ita asymptomatic. Patient akiwa symptomatic inamaanisha kuwa hana dalili zozote. Kwa hivyo wakati hizi infections zinafika mpaka kwenye figo, ndio dalili zinaanza kuja. Unapata yule mwanaume anakojoa damu na pia anawashwa sana wakati anakojoa, na pia anahisi uchungu kwenye hizi abdominal flanks ama uchungu wa ubavuni hapa. Yes, na kwa sababu kidneys ni mbili, so wakati anaumwa huku sana inakuwa ni matatizo ya kidney nephritis. Yes. Mtu akiignore kosa kwenda kutibiwa, what are the results? The results tumekuja nikakueleza kuhusu kazi ya figo. Kazi ya figo ni kuchuja damu. Kwa hivyo wakati hii figo zimekuwa infected na hizi bakteria za E. coli, hiyo kazi ambayo figo unafanya itafanyika vizuri ama vile ambavyo inafaa. Kwa hivyo huyu mwanaume anaweza kuona vitu tunaita kidney stones. Yes, ama kidney failures, kwa sababu aliignore hizo infections at an early stage. Yes. Wow. So daktari mtu akitaka kufikia atakufikia kupitia nini? Nambari yangu ya simu ni 0727 363 763, 0727 363 763. Yes. Yes. Na tuko Githurai 45. Tuko Githurai 45
kwenye ule mzunguko ama roundabout ya Githurai 45 upande wa 44 kuna supermarket hapo inaitwa Kasmart, tuko juu ya hiyo supermarket. Yes, ghorofa ya pili. Okay. Yes. Wow. Kuna kitu kingine ungependa tujue daktari? Ile kitu ningetaka kujua na ni vizuri unakuja hapa kwa sababu unajua watu wengi hawajui dalili ya magonjwa. Kwa hivyo wakati unakuja hapa tunasaidia kufanya sensitization ama kuhamasisha umma kuhusu dalili za magonjwa, vile ambavyo wanavyoweza kufanya ili kujizuia hayo magonjwa na vile wanavyoweza kupata kituo cha afya ili wakaenda kupimwa na kupewa madawa ambayo yatasaidia kutatua hayo matatizo. Kwa hivyo kazi yangu kubwa ni kuhamasisha na ama kusensitize the public about health issues ama health complications. Yes. Sawa. Thank you sana daktari. Natumai watu watakuja ambao wako na hizo shida. Kisikia uko na hiyo shida kidogo hivyo na tumeelezewa signs ile ambayo unafaa ukisikia ukiwa na hiyo sign tembea hapa. Si ndio? Thank you very much. Unaweza piga hiyo namba, sijui utamalizia na nini daktari? Okay, wacha nimalizie haraka labda kutaja hizo dalili kwa mtu labda ambaye unajua ni vizuri mtu akiona ndio atakuwa ni rahisi. Yes. So dalili za UTI moja ni kuumwa na mgongo wa chini. Pili, kuwashwa kwenye urethra. Tatu, kukojoa damu. Hii ndio tunaita hematuria na lugha ya Kimombo. Nne ni kukojoa mkojo wenye rangi ya majano ama yellowish urine. Kutoa uchafu ndio tunaita discharge. Kujikuna kwenye sehemu ya siri. Na mwisho ni kukojoa mara kwa mara. Yes. So ni hayo, hizi ndio dalili za maambukizi ya mfumo wa mkojo: kuumwa na mgongo, kuwashwa kwenye urethra, kukojoa damu ama tatizo tunaita hematuria, kukojoa mkojo wenye rangi ya majano, kutoa uchafu kwenye sehemu ya siri ama discharge, kujikuna kwenye sehemu ya siri, na kukojoa mara kwa mara haswa usiku. Yes. So hizi ndio dalili za UTI. Yes, labda pia anaweza kuguza aina pia. Yeah, naweza kuguza aina. So karibuni Githurai 44 Better Health Clinic. Aina za UTI. So kuna urethritis, ina affect urethra ama mirija ya mkojo. Pili, kuna cystitis, ina affect ofu. Ina affect figo. Yes, hizi ndio aina za UTI. Urethritis ina affect urethra ama ile mirija ya mkojo. Cystitis ina affect bladder ama kibofu. Nephritis ama kidney nephritis ina affect figo ama kidneys. Yes, labda pia anaweza kugusia kwa haraka. Ndio. Hatarishi ama signs vitu ambavyo vinaweza kuleta haya maambukizi. Acha niguze kwa haraka. Ni hatarishi. Mwanzo ni age ama miaka, jinsia, gender, either ukuwe mwanaume ama mwanamke. Tatu, kisukari ama ndio tunaita diabetes, haswa ile diabetes type 2. Number 4 ni catheters, kutumia ile mipira ya mkojo. 5, tuangazie pia poor hygiene ama watu ambao wana uchafu wa chini zaidi hawezi wakati sasa, acha niseme hivi, kwa poor hygiene mwanamke wakati anajipanguza anafaa kujipanguza akirudi nyuma, si kurudi mbele, kwa sababu wakati anajipanguza akirudisha mbele ama forward analeta uchafu kwenye ile sehemu yake ya siri. Ama pia wale wanawake ambao hawajipanguzi kwenye haja kubwa wakati wanapoenda, haja ndogo wakati wanapoenda ile haja ndogo. Yes. So 6 ni sex ama ngono. 7 tuangazie pia low immunity. Tuangazie, acha tumalizie hapa.
Sawa. Yes. So kama wale watu wameoana, mtu akipata shida mmoja ndiye amesikia, watu wanafaa kuja watibiwe. Yes. Na hilo asante umeuliza hilo swali. Wakati mko pale kama wanandoa ama partners kwa marriage, ni vizuri wakati mwanamke ama kwa sababu mwanamke ndio atahisi wa kwanza kuliko mwanaume. Na kueleza haya maambukizi huathiri sana wanawake kushinda wanaume. Kwa hivyo wakati unapohisi kuwa una haya matatizo sana, ni vyema utembelee kituo cha afya mkiwa nyote kama couple, ndio muweze kufanywa vipimo na mpatiwe madawa ambayo yatasaidia kutatua haya matatizo. Kwa sababu wakati mwingine huyu mwanamke anapoenda hospitali anatibiwa peke yake, lakini akirudi nyumbani wana have sex na partner wake ambao hawatumii protection ama hawatumii kinga. Kwa hivyo ataishi hospitali kila saa kwa sababu anatibiwa, wana have sex na mwanamume, alafu tena zile infections zinaambukizana tena zaidi. Yes, ndio tunapata ule mwanamke ako na kitu tunaita recurrent urinary tract infections. Yes. Swali ya mwisho tukimalizia kabisa, ulisema percent kubwa, ulisema sijui how many percent ndio inachangiwa na haya. Sijui ulisema something around 70 sijui. Kuna hii bacteria ambayo tunaita E. coli. E. coli bacteria haswa hupatikana kwenye tiza fecal bacteria, hupatikana kwenye njia haja kubwa. Kwa hivyo hii bacteria ndio inachangia haswa around 70 to 80% of all the urinary tract infections. Pia kuna bakteria zingine ambavyo vile nimekueleza tulisoma kuhusu vihatarishi na ni wenye kwenye hatari ya kupata haya maambukizi. Kwa hivyo hizo asilimia zingine zinalai kwa hizo vihatarishi ambavyo nilipeana hapo mbele. Yes. I thought maybe zinachangiwa na kinywaji. I thought kinywaji pia inaweza changia. Okay. Kinywaji haichangii sana. Yes. Sawa. Thank you very much. Karibu sana. Asante sana ugo ngo mwakiana murori wa Paxson TV ko mwisherere ndagitari muhore na aba icio cia thimu nigo mukorwo mugithondeka andu ina Paxson TV kuma ko githira 44 ni chitagwo Paxson chega wa kunya.